Baba mwaminifu, katika mamlaka kuu ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, naomba nikuheshimu kwa kukuletea utukufu na shukurani kwa sababu umetukusanyisha tena katika uwepo wako jioni leo. Ni maombi yangu ya kwamba tena ufungue mioyo yetu kutusaidia kuelewa, kupokea, lakini si kuelewa tu, kuweza kuelekeza maisha yetu kuingia katika hiyo ngazi ya hilo neno. Kile ambacho neno linasema baadaye iwe uhalisia wa maisha tunayoishi. Ninaomba kapate kumwezesha kila mmoja, kumtilia akili hii na ufahamu huu kila mmoja. Ninaomba wote ambao tutaenda kuingia tukiwa tunaendelea, kila mmoja kutane naye katika jina la Yesu. Na Roho wa Mungu uwepo kutuatamia, uwepo kutufunika na uwepo kutupa neema. Nami najisalimisha mikononi mwako, naomba ikupendeze tena kunitumia katika neema na katika nguvu, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na wasalimu wote kwa jina la Mwokozi wetu Yesu. Habari za tangu jana. Amen. Tunaanza leo wiki ya pili ya ratiba yetu ya maombi ambayo tutaendelea nayo mpaka tarehe 21. Na maombi haya yana lengo la kutufanya mwaka 2026 tunaotarajia kuingia, twende anga la kiroho tumekwisha kulitengeneza, na sisi tumekwisha kujifanyia njia iliyonyooka katika mambo yetu yote ya mwaka 2026. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yana kazi hiyo hasa, kutengeneza njia. Wale mnaokumbuka safari ya Ezra pamoja na wana wa Yuda wakiwa wanatoka kwenye nchi za uhamishoni huko Uajemi, waliahidiwa na mfalme, nadhani alikuwa Atashasta, kwamba kwa sababu hatari walizonazo kule, madui ni wengi, Waarabu na jamii zingine ambazo zilikuwa kinyume na Wayahudi, wana mpango wa kuwavizia, ikiwezekana waangamize njiani, kwa sababu hawakuwa wanataka warudi washike ile nchi tena. Wameshafukuzwa hapo kwa vita miaka zaidi ya 70 iliyotangulia, na kuna watu wameshanufaika kwa kubaki hapo kwa hicho kipindi chote cha miaka 70. Sasa kusikia jamaa wanarudi, kulikuwa na watu wasingetaka kusikia kwamba wanarudi. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Na ipo kwa mioyo ya wanadamu kila mahali. Wewe ukisafiri ukaacha kiwanja kako mahali, ukakaa nchi nyingine miaka 5, 6, na mwingine ameshalima misimu 3, 4, 5 mahindi kwa jilo shamba, alafu kamwambia unarudi, atafanya kila namna hakikishe hurudi. Bwana Yesu sana. Kwa sababu ameshaanza kula matunda. Sasa ukija kuna kitu anakikosa, atafanya kila namna. Anaweza kafoji hata nyaraka aonekane ulimuuzia ni kwake, na mtaenda mpaka mahakamani, na lazimisha pawe pake kwa sababu tu ya kwamba umesema narudi. Au ulimwachia mtu biashara yako inanoga vizuri, ameshakula humo ndani, umeenda ukamwambia sasa narudi, nurudishie. Huko makazini tulikuwa tunafanyia kazi, unaenda masomoni, halafu yule aliyeshika nafasi yako ukiwa masomoni anaombea ubaki huko. Usije karudi tena kwenye hiyo ofisi, kwa sababu kama ilikuwa ni ofisi yenye madaraka fulani, unajua madaraka ni matamu. Madaraka yanaendana na marupurupu. Alishakula marupurupu na yale madaraka, kwa sababu ya yale madaraka, na wewe uko masomoni, halafu unasema sasa unarudi, unatoka masomoni, zitafanywa kila njama za kila aina, usirudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa walifanya mbinu za kila aina. Waliposikia mfalme wa huko Uajemi ametoa ruhusa Wayahudi warudi
Yerusalemu, waje wajenge tena Yerusalemu. Walifanya kila njama wasirudi. Haleluya. Mpaka mfalme mwenyewe akajua kwamba hawa jamaa wanaenda lakini si salama njiani. Akawaambia, na washauri mkubali niwape maaskari wawasindikize. Mfalme yule akasema, nataka niwape vikosi vya maaskari wawasindikize, mwende mfike salama kwa ulinzi wa maaskari, kwa sababu alikuwa anajua hatari wanaokabiliana nayo njiani. Wale watu ni watu wa Mungu tena wa imani. Ezra akamwambia, Mungu wetu anatosha, hatuhitaji, usitupe askari yeyote, sisi tutaenda chini ya ulinzi wa Mungu wetu, na Mungu wetu anatosha. Wakaenda, wamefika njiani wakagundua upinzani sio wa kawaida. Ezra anasema, tulipofika kwenye mto Ahava, nikaagiza maombi tufunge siku ngapi? Kama 3 kama sijasahau. Nikaamuru kufunga kwenye mto Ahava, kwa sababu naliona haya kumwambia mfalme atupe wale maaskari. Naliona haya kwa sababu nilikwisha kumwambia kwamba Mungu wetu anatosha kutupigania. Sasa tumefika mahali vita ni kubwa, nikaona haya kumwambia kwamba tunaomba vile vikosi vyokume tuahidi tutumie, kwa sababu nilikwisha kumwambia kwamba Mungu wetu anatosha kutulinda. Kwa hiyo nikaitisha kuomba, nikaagiza kufunga penye mto Ahava, ili kwamba tutafute Bwana kutoka kwake, tupate njia iliyonyoka kwa ajili yetu na kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya mali zetu. Naye Bwana akatusikia, akaturidhia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maombi ni jambo ambalo, kuna jambo lolote ni gumu, kuna jambo lolote limepinda, kuna jambo lolote halina mpenyo, maombi yananyosha. Kwa hiyo ni wasihi sana, aminini maombi. Aminini maombi. Kila muamini ajifunze kuyaamini maombi. Maombi yananyosha mambo magumu, yananyosha mahali pasipopitika, yananyosha mambo yaliyopinda. Maombi yananyosha. Ezra anashuhudia, anasema, tulipofunga tukaomba kwamba Mungu atufanyie njia iliyonyoka kwa ajili yetu, kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya mali zetu. Mali zetu, vitu tulivyo navyo, Mungu akatusikia, Mungu akatufanyia, Mungu akaturidhia. Jina la Yesu libarikiwe. Ezra sura 8. Mstari wa 21 mpaka wa 23. Ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava, ili tupate kujinyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyoka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Maana naliona haya kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi, ili kutusaidia juu ya adui njiani. Kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukisema, mkono wa Mungu juu ya watu wote wamtafutao kuwatendea mema, bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamwachao. Basi tukafunga tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo, naye akatukubali. Jina la Yesu libarikiwe. Naye akafanya, tukapata njia imenyoka kwa ajili ya mambo yetu yote. Una mambo njia haijanyoka, amini maombi. Elekeza moyo wako kwenye kuomba, elekeza nguvu zako kwenye kuomba.
na halafu uamini maombi, uamini nguvu ya maombi, utaona njia zinafunguka. Kuna mambo hayafanywi kwa njia zingine isipokuwa maombi. Haleluya, haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu, tuko pamoja. Naomba tufungue sasa kwa pamoja kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati. Kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati, sura ya 12 na mstari wa 32. Kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati, sura ya 12 na mstari wa 32. Maandiko haya pa yanasema, umefika. Na wana wa Isakari, watu wenye akili ya kujua nyakati. Unajua tunajifunza nini tangu tarehe 1? Mabadiliko ya nyakati. Nyakati mbaya kuzipisha nyakati nzuri. Haleluya. Kwa hapa katikati tunaleta kipengele kimoja baada ya kingine, lakini mada kubwa ni hayo mabadiliko ya nyakati. Nyakati mbaya kuzipisha nyakati nzuri. Nyakati nzuri kuchukua nafasi iliyokuwa imeshikiliwa na nyakati mbaya. Mmenielewa vizuri? Ndio mada na ndio maombi ya siku 21. Nyakati njema nzuri kuchukua nafasi ambayo ilikuwa imeshikiliwa na nyakati mbaya. Siku ya kwanza nisema ukiona kuna mbadiliko wa mwaka, ujue pia kuna mbadiliko wa nyakati. Haleluya. Ndivyo Mungu anavyobadilisha miaka. Sio tarehe tu. Kuna mpishano wa nyakati. Kuna mpishano wa makusudi ya Mungu. Kuna mpishano wa agenda za kimungu. Kuna mwaka mmoja umetoka, mwingine umeingia, maana yake pia kuna na agenda mpya ya kimungu imeingia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuna mpishano wa agenda za kimungu kwenye ulimwengu wa roho. Mwaka mmoja unapotoka, mwingine ukaingia. Kwa sababu hiyo Mungu akatuambia au akanielekeza niwaambie kwamba maombi yetu yaelekeze kuomba kwamba nyakati mbaya zote ziachie nafasi ziingie nyakati njema. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo ndio mada kubwa tunatembea nayo kwa siku 21, lakini katikati tunakwenda kipengele kimoja baada ya kingine ndani ya agenda na mada hiyo hiyo. Kwa leo nimesema naanza mada inayoungia kwenye ile ya jana na juzi. Ya jana na juzi ilikuwa inaongelea kung'amua kwamba huu ni wakati gani. Haleluya. Kwa level yako mwenyewe kama mtu binafsi, kwa level yako kama familia, kwa level yako kama biashara yako, kwa level yako kama eneo lako la kazi na kadhalika na kadhalika. Huu ni nyakati gani kwa upande wa hii biashara yangu? Hizi ni nyakati gani? Hizi ni nyakati gani kwa upande wa hii kampuni yangu? Haya ni majira gani? Na kadhalika na kadhalika. Mpaka kwa level ya kanisa kama kanisa, na dhehebu kama dhehebu, na kadhalika na kadhalika. Bwana wetu Yesu asifiwe. Sasa leo na kesho nataka kuungia hapo kwamba tuking'amua kwamba ni nyakati hizi za jambo hili, nini mchango wetu, nini nafasi yetu, nini wajibu wetu, nini tunachokifanya. Haleluya. Tusikalie tunasema wakati wa Bwana halafu tunadhani mambo yanajiendesha yenyewe kwa sababu ni wakati wa Bwana. Kuna wakati wa Bwana mambo yanapita mtu. Uliwahi kugundua kwamba Bwana alisema Waisraeli watakaa Misri miaka 400, lakini walikaa 400?
walikaa 430. Hiyo 30 ya nini? Unabii unasema 400. Haleluya. Unabii unasema 400. Kwa nini walikaa 30? Eti mama. Kwa nini walikaa 430 wakati Mungu alisema 400? Bwana Yesu asifiwe sana. Mnanielewa vizuri watu wa Mungu? Wakati wa Bwana kujua sio ambalo laweza kukugaranti kwamba hicho kitu cha wakati huo kitatokea kama kilivyokuwa kimesemwa. Kuna wajibu wa mtu. Walipochelewa miaka 30 ikaongezeka juu ya nyakati za unabii, Mungu naye alikaa kimya. Mnanielewa vizuri? Sasa tutasema Mungu alidanganya. Aliyesema 400 sasa 400 imepita. Kwani alidanganya? Mungu hajadanganya. Haleluya. Kuna kitu tunachoita prophetic action. Kuna tendo la kinabii. Unasikiliza prophetic utterance au tamko la kinabii, halafu kinachofuatia kwenye tamko la kinabii ni prophetic action. Hatua ya kinabii. Kwa walikuwa na prophetic utterance au prophetic word, neno la kinabii, kukakosekana hatua ya kinabii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu na akanyamaza kimya. 400 ikapita, viboko vinaendelea. Haleluya. Mizigo inaendelea. 400 imepita. Baada ya miaka 30 kuongezeka juu, kuna kitu alifanya ndicho kilimfanya Mungu akaja. Tena anasema akakumbuka agano lake na Ibrahimu. Wakwenda pamoja. Akakumbuka agano lake na Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema nimesikia kilio chao, nimeona kuugua kwao. Wakati wanajifanya tumeshayazoea, Mungu anasema mmeshayazoea, endeleeni kupigwa tu. Mmeshayazoea. Hawaendi kwa Mungu kudai neno la kinabii lilisema. Mungu tufanyie, neno la kinabii lilisemwa. Tumeshazoea kupigwa, tuendelee. Na Mungu anasema endeleeni. Pigweni tu, si mlishazoea. Haleluya, haleluya. Fiatueni matofali, mlishazoea. Lakini baada ya miaka 30 ya zaidi kuongezeka, wakalia, wakamkumbusha Mungu. Mungu anakasema na mimi nimekumbuka nilichowahi kumwambia Ibrahimu. Haleluya, haleluya. Nimeona mateso yao, nimeona kilio chao, nimesikia kuugua kwao. Musa nenda ukawatoe. Nimeona, nimesikia. Lakini kuna miaka 30 imefanyaje? Imeongezeka. Wangapi walisoma habari ya Caleb? Caleb wamefanya vita ile ya kuondoa Wanefili na watu wengine wote wa Mori kwenye ile nchi. Halafu huko nyuma miaka 40 iliyopita, Musa alimwambia wewe, ule mlima ule ulioupeleleza ule ndio wako. Halafu Yoshua ni kama amesahau. Yoshua ndio mgawaji na Musa alishakufa. Musa aliyemwambia Caleb, wewe ule mlima ule wa Kiriath Arba ulioupeleleza ndio wewe, ndio urithi wako, alishakufa. Tunakwenda pamoja. Sasa mgawaji wa maeneo ni mgawaji wa viwanja ni Yoshua. Na Yoshua inaonekana ile jambo halizingatii tena. Unajua ingepita. Mnanielewa vizuri? Mzee ilibidi aje tena kwa ujasiri na maandiko ya kumbukumbu, hata kama hayakuandikwa kwenye kitabu. Anamsomea, wewe mwenyewe unakumbuka miaka 40 iliyopita tumishi wa Mungu Musa alisema mimi huu mlima ndio kwa akajenga hoja. Nataka unipe huu mlima. Wewe umesahau Musa alisema huyu ndio mimi nitachukua. Angekaa kimya, anasema neno la Bwana lilishasema litatekelezwa, ingetoka.
Unanielewa vizuri? Ingetoka. Kuna kitu tunaita hatua za kinabii. Juu ya neno la kinabii lazima kufuatie hatua za kinabii. Bwana Yesu asiwe sana. Vinginevyo angenyamaza, ingetoka. Angekuja kushituka ameshagawia mwingine. Yule mzee akaja juu. Lazima uzingatie maneno. Musa alisema miaka 40 iliyopita aliniambia mimi kwangu ni hapa. Nipe. Haleluya. Mzee akafight. Akaambia lakini bado majitu yamo. Akasema hiyo usijali. Nilivyokuwa kijana zile nguvu nilikuwa nazo bado ninazo. Hayo nitayapiga. Wewe nipe. Wewe sema tu neno, mlima wako huu hapa. Halafu uone nitakachofanya. Jina la Yesu libarikiwe. Nguvu zangu zilizokuwa nazo za kupigana vita nikiwa na miaka ile, nikiwa na umri wa miaka ile, si 40, 45 alikuwa nayo. Sasa ni miaka 85. Bado ninazo. Nitawapiga hawa Nefili. Mzee wa Yoshua akatoa tamko, mlima wako huo hapo, chukua. Mzee alijifunga mkanda, akapiga Wanefili akawamaliza. Akachukua eneo lake. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa lazima uchukue hatua. Lazima ujue cha kufanya. Baada ya kujua unabii unasema nini kuhusu wewe, lazima pia ujue ndani ya unabii huu mimi nafanya nini. Haleluya. Na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati. Sema kujua nyakati. Imeishia hapo? Imeishia hapo? Hapana. Inaendelea kusema kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende. Sio tu kujua nyakati, ni kujua nyakati na kujua yanayopaswa kutendwa. Unapojua nyakati hizi ni nyakati fulani, nini unapaswa kutenda, nalo ni jambo unapaswa ujue. Ujue nyakati na ujue ni kupasana kutenda. Sasa kuna watu wanaenjoy kusema mwaka upenyo na kupanua mipaka. Hawajui huu ni unabii. Baada ya unabii huo, nini kikupasacho kutenda ili uingie kwenye mpenyo? Wangapi wananielewa wanachosema? This is a prophecy. Huu ni unabii. Unaweza kusema kila siku ya ibada mwaka mzima, mwaka upenyo na kupanua mipaka, na mwaka ukaisha hujapenya popote wala mpaka hujaongezeka. Sababu nini? Ukujua kipasacho kutendwa. Na ndio maana kila baada ya unabii huu, wiki inayofuatia natoa semina ili watu wajue yapasayo, na wengi hawahudhurii. Tunaomba vizuri wengi, lakini ile semina inayoongelea yapasayo kutenda watu hawajaji. Kila nikimaliza kutoa unabii kila mwaka Januari tarehe 1, wiki inayofuatia natoa semina ya kufundisha yatupasayo kutenda ndani ya huu unabii, na watu hawaji. Na kwa hiyo kila siku mwaka jana ulikuwa ni mwaka wa nini? Simesha sahau tayari. Mwaka wa amani. Nitaongozwa kwa amani. Nitatoka kwa furaha. Palipokuwa na mbili pataota nini? Mwereze ya msunobari, vyovyote vile. Jina na jambo hili litakuwa na kumpatia Bwana sifa. Bwana Yesu asiwe sana. Ndio tulikuwa tunatembea mwaka jana. Haleluya, haleluya. Na nilifundisha tupasao kutenda. Mwaka huu, mwaka upenyo na kupanua mipaka, wiki iliyofuatia nilifundisha tupasao kutenda. Na zaidi ya 3/4 ya watu waliohusika kuomba huo unabii hawakuhudhuria kusikia ya wapasayo kutenda.
hawakuja kusikia ya wapasayo kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inasema kulikuwa na kabila 12 za Israeli, na Mungu alikuwa na utaratibu wa kuwapa kila kabila jambo linalowapasa. Kabila ya Yuda aliwapa ufalme. Kabila ya Lawi aliwapa ukuhani. Kabila ya Isakari akawapa kujua nyakati. Haleluya. Hii ni nini? Ratiba ya Mungu inaendaje mwaka huu? Ilikuwa wanaenda kuuliza kwa Isakari. Haleluya. Mungu anatembeaje wakati huu katika msimu huu? Walikuwa wanaenda kuuliza kwa Isakari. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati. Na wana wa Isakari hawakuwa watu wenye kujua nyakati tu, walikuwa wakishawaambia watu hizi ni nyakati za jambo fulani, agenda ya Mungu ya wakati huu iko namna hivi. Halafu anawaambia Israeli wote, ili kwamba mtembee ndani ya hii ratiba ya kimungu, tendeni hili na hili na hili na hili. Wakawa akiwaambia ya wapasayo Israeli kuyatenda. Haleluya. Na mtu yeyote ambaye anajua nyakati na kujua yapasayo kutenda, mtu huyo ndiye hasa kiongozi. Isakari hakuwa mfalme, lakini ukweli Isakari ndiye alikuwa anamuongoza mpaka na mfalme. Maana ndiye anayemwambia mfalme, zamu hii mambo yanaenda hivi, kwa hiyo mfalme iambie nchi itembee namna hii, watu wafanye haya. Sasa kiongozi hapo ni nani? Kabisa. Na Biblia inaandika hivyo hivyo ya kwamba na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Wao ndio walikuwa natoa amri. Ndugu zao, yani Israeli wenzao, wakawekwa chini ya amri yao, maana ndio wanayowaambia yapasayo kufanyika. Hii ni nyakati fulani, kwa jambo fulani, Israeli fanyeni jambo hili. Na watu wote wakawa chini ya amri yao. Sasa wewe utamtawala nani? Si hata mtu aliyemwajiri dukani kwako atakushinda kumuongoza, kwa sababu hujui nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kijua nyakati na ukajua pasayo, watu watakataka kusikia unachosema, kwa sababu kina manufaa kwa maisha yao. Kuna mahali kinawapeleka. Haleluya. Na mimi naomba jambo hili tuliombe. Unajua, niwahi kuambia wakati fulani, nikasema ni hasara kuishi maisha kwa ajili yako mwenyewe. Unaishi maisha kwa ajili yako mwenyewe, una hasara. Mtu yote mwenye faida ni mtu ambaye anaishi maisha kwa ajili ya watu wengine. Una mchango kwa ajili ya mtu mwingine. Una mchango kwa mafanikio ya mtu mwingine. Una mchango kwenye maendeleo ya mtu mwingine. Una mchango kwenye kuinuliwa kwa mtu mwingine. Una mchango kwenye kuboresha maisha ya mtu mwingine. Una mchango. Lakini ukiishi maisha yasiyo na mchango kwa mtu mwingine, unaishi kwa hasara. Sawa sawa watu wa Mungu. Waliokwazika nyosha mikono. Si hamna hata mmoja. Okay. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Narudia tena. Kama mtakwazika, bahati nzuri tuko mahali Roho Mtakatifu yupo, atakukwazurua. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia kabisa kwa herufi kubwa, ukikwazika nitamwomba Roho wa Bwana tukiingia kwenye maombi ya kukwazurue kabla hatujarudi nyumbani leo.
kama mtindo wako wa kuishi ni wa binafsi yako peke yako, hujishughulishi kwa mtu mwingine afanikiweje, mtu mwingine apate maendeleoje, mtu mwingine ainuke namna gani, mtu mwingine mambo ya mwe mepesi kwa namna gani, kuishi kwako ni hasara. Bado hamjakwazika? Bado mko salama? Amen. Kuishi kwako hakikisha unaishi kwa ajili ya watu. Haleluya. Kimaliza siku kuna mtu umemsaidia hata kumuongoza kwenye jambo fulani, ninaweza kumletea ufanisi kwenye kitu fulani, jihesabu wewe ni mtu wa maana duniani na kuishi kwako kuna maana. Tutakwenda pamoja. Kimaliza wiki kuna watu ambao umewasaidia hata kuambia neno la kuweza kuwaonyesha uelekeo wao wa kwenda, wakati maisha yamewafikisha njia panda. Jihesabu kuishi kwako kumekuwa na maana. Tunakwenda pamoja. Usiishi kwa ajili yako peke yako. Haleluya. Usiishi kwa nafsi yako tu. Ishi kwa ajili ya watu wengine. Tunakwenda pamoja. Ishi kwa ajili ya watu wengine. Nafurahi kwa mtu wa mchango kwa maisha ya mtu mwingine. Kwa mtu ambaye unachangia kitu kwenye maisha ya mtu mwingine. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Wana wa Isakari walikuwa ni watu wa muhimu sana kwenye taifa lao. Walikuwa ni watu wanatazamwa sana na taifa lao. Kwa nini? Ni watu ambao wana mchango kwa watu wote. Na watu wote wakawasikiliza, wakawa chini ya amri yao. Ndio jambo nataka tuliombe leo kwa jina la Yesu. Tujue nyakati. Najua tumeomba sana tangu tumeanza, na hizi siku mbili tumeomba kimaalumu sana kujua nyakati. Lakini Biblia inasema ujue na kupasayo. Kwani nini kilisaidia? Kilimuuliza Yesu. Yesu alilia siku moja, naangalia Yerusalemu hivi, naangalia mji, alipoona akaulilia sana. Akaulilia kwa nini? Anasema laiti ungejua yapasayo amani. Maana yake ungejua nini ufanye ili amani yako idumu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo ninachosema ni nini? Yesu akaona mji, akaulilia. Anaangalia siku zijazo kidogo Warumi watapiga mpaka watavunja na hekalu. Jamani, mji wote utawaka moto, taifa lote watu watauawa kama kuku. Yesu akatazama watu wanakula, wanashiba, wanatembea, wanatukana wengine. Laiti wengine wanaua manabii, mtu akiwahubiria wanamuua. Yesu akasema laiti mngejua amani, mngejua yapasayo. Haleluya. Akasema Yerusalemu wae manabii. Ni mara ngapi nimetamani kukusanya kama vile ambavyo kuku anakusanya vifaranga vyake chini ya mabawa, lakini hukutaka. Haleluya. Na kweli mwaka 70 AD, ambayo ilikuwa miaka michache tu baada ya Yesu kwenda mbinguni, kulitokea moto. Walipigwa, Yerusalemu ikavunjwa yote. Hekalu likavunjwa lote. Kila kitu. Watu waliuawa. Waliofanikiwa kukimbia nchi wamekaa uhamishoni. Nchi kafutwa kwenye ramani ya dunia kwa karne karibu 20. Karne 20 ni miaka mingapi? Si kama 2000. Kwa miaka kama 2000 hakuna taifa kwenye ramani ya dunia linaitwa Israeli. Haleluya. Taifa likaja kurudi tena, sio lile la zamani, hata mipaka sio ile tena.
mwaka 1948. Yule ni juzi hapo, karne hii tuliomaliza juzi. Mwaka 1948 baada ya vita vikuu vya pili, ndio taifa la Israeli kaundwa tena. Tangu lilipofutwa karne ya kwanza, likaja kuundwa tena karne ya 20. Kaeneo kadogo ka ardhi, sio ile mipaka ya zamani. Wanaanza leo, wanatangaza uhuru wa taifa leo, kesho vita. Vita vikaendelea mpaka leo. Mpaka leo vita. Tangu walipotangaza taifa mwezi wa 8, ilikuwa tarehe ngapi? Sikumbuki vizuri tarehe, lakini mwezi wa 5 ilikuwa 1948. Mpaka leo vita. Tangu ile siku walitangaza uhuru, wakaanza vita kesho yake. Mpaka leo. Na mipaka yao wanaipanua hivyo hivyo kinguvu nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Vita. Nini? Kuna mwaka hawakutambua nyakati. Yesu anasema, laiti ungejua wakati wa kujiriwa kwako, lakini umefichwa machoni pako. Haleluya. Nimetamani nikukusanye kama vifaranga chini ya mbawa za mama yao, lakini umekataa. Hutakuja wakati watakuhusuru pande zote. Hawatakuachia jiwe ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Wakati Yesu anasema maneno hayo, watu wanaona anasema story tu. Kwa nini? Hawajui nyakati wala yapasayo. Yesu akasema, laiti ungejua yapasayo. Unataka uende level fulani mwaka 2026. Hicho unachokitaka kukifikia, unajua yapasayo? Unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa, unajua yapasayo? Unataka kutembea kwenye upako mkubwa, unajua yapasayo? Unataka kukubalikwe na kibali kikubwa mbele za watu, unajua yapasayo? Unataka upande cheo, unajua yapasayo? Unataka kupata kibali kikubwa mbele za Mungu, unajua yapasayo? Haleluya. Unajua yapasayo kwa mambo yote unayoomba leo, unajua yapasayo? Bwana Yesu asifiwe sana. Nimalizie kwa kusema, Ibrahimu hakupata mtoto Isaka kwa unabii peke yake, pia kwa kutenda yapasayo. Unabii wa kuzaliwa Isaka alitabiriwa tangu siku ile anaambiwa, toka kwenye nchi ya baba yako uende kwenye nchi nitakayoonyesha, kule nitakufanya taifa kuu. Alikuwa anaambiwa habari ya kuzaa, maana wakati huo alikuwa yeye na mke wake hawana mtoto. Lakini ilipita miaka mingapi hawajapata huyo mtoto? Mingapi? Tokea ile siku anaambiwa toka kwenye nchi hii mpaka ile siku anapata Isaka, ilipita miaka 75. Haleluya, haleluya. Tunakwenda pamoja watu Mungu. Nini kinatokea? Bwana Yesu asifiwe. Au nimefanya kinyume? Alikuwa na umri wa miaka 75 nadhani wakati anatolewa. Haleluya. Alikuwa na miaka 75, nilisema kinyume. Kwa mpaka nazaa Isaka na miaka 100, imepita miaka 25. Ilipita miaka 20 na mingapi? 5. Kwetu sisi unabii ukifika miaka 25 hujatimia, si umechelewa? Kwani tunasubiri hata wiki 2? Ulitabiri, mbona hajawa sasa? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibrahimu miaka 25 na kila mara Mungu anarudia kumwambia, nitakupa mtoto kwa mkeo Sara, nitakupa mwana, usiwe na haraka, lakini siku ya kumpata
iligharimu kujua yanayopasa, kutambua nyakati, siku ya kuijiliwa. Ndio namalizia hivi, tuombe. Siku ya kuijiliwa, maana siku hiyo Mungu alikuja, si ile walizoea kuongea kwenye ndoto. Maana unajua miaka yote walikuwa naongea kwenye ndoto. Zamu hii kaja, sio Mungu, sio ndoto, mtu kabisa. Yaani kama Shedi hivi au Zaburi na mzee Bakengi, walikuwa watatu. Yaani uone Zaburi, mzee Bakengi hapa na Shedraki hapa wamekutembelea. Kumbe ndio wakati utagundua. Na hivi tulishazoea, wengine hatujali wageni wala hatuna mpango na wageni. Walikuja kwa sura ambazo kama hawajai kukutana wala hawajuani, watu tu wapita njia. Haleluya. Kiwaangalia hata miguu imejaa vumbi. Wanakuja kama wanapita safari zao. Ibrahim amekaa chini ya mti pale nje ya hema yake. Ibrahim akawaona, akanyanyuka haraka akaenda kuwaraki, karibuni. Wakakubali, wakaja, wakakaa. Si walikaa au hawakukaa, lakini wakaonyesha tunaendelea na safari. Akasema kama nimepata kibali machoni penu na mmemjilia mtumishi wenu, naomba mkubali mkae, yaletwe maji mnawe miguu, mfute vumbi. Walikuwa na vumbi miguuni. Haleluya. Wakasema sawa, tunasubiri. Maji yakaletwa, wakanawa. Hii sema yapasayo kufanya. Hiyo iko kwenye yapasayo. Mungu anataka utimiza unabii, lakini anamtaka mtu ajue yapasayo kufanywa ili unabii utimie kwenye maisha yake. Hiyo inaitwa yapasayo. Wakati wananawa, akasema muendelee kusubiri kidogo mpate angalau chakula kidogo. Mzee akakimbia haraka kundini, akaambia mtumishi, andaa yule ndama aliyenona sana, yule mzuri kabisa laini, andaa haraka. Kakimbia kwa mke wake, akamwambia andaa vipimo 3 vya unga mzuri, tengeneza mikate. Akarudi akapigisha story, kumbe anasubiri nyama ibanikwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakisha iko tayari, akakimbilia mwenyewe, kaleta nyama, kaleta mikate, kaleta nini, siagi, maziwa, nini kaleta. Wakala. Waliposhiba ndio akauliza, yuko wapi Sara mkeo? Sasa fikiria, wangepita. Yana singesema msubiri mnawe, msubiri chakula. Unajua alikuwa anapita. Na story ya kupata Isaka ingeongeza miaka mingine kadhaa, mpaka siku atakapojua yapasayo ndio Isaka atazaliwa. Angewaacha maana walijifanya wanapita. Angewaacha wakapita, angeongeza miaka mingine ya kumngoja Isaka. Na ndicho kinachotutokea. Tunazidi kuongeza miaka ya kungojea baraka zetu. Kumbe zilikuwa ziwe za mwaka huu, lakini hatujui yapasayo. Tunaongeza miaka ya kungoja. Neema Mungu ametuahidia tutembee nayo, tunaongeza miaka ya kuingoja, kwa sababu muda unapofika tunashindwa kujua yapasayo. Haleluya. Kwa hiyo kwa ufupi wakamwambia Sara, wakamwambia, akasema yuko hemani, wakamwambia basi majira kama hayo mwakani tarudi tena. Alafu wakati nikirudi tayari Sara atakuwa yuko na mtoto. Sawa. Wenye wanaamini hawaamini wakacheka huko ndani, sawa tu, lakini Mungu ameshasema. Maana wameshafanya yapasayo. Wanaenda sasa. Ibrahim akasema jamani, hebu niwasindikize kidogo. Kumbe anaenda kuchoma Sodoma, na kule kuna kijana wake yuko kule, mtoto wa ndugu yake anaitwa Rutu. Akaenda kaomba maombi mpaka akafanikiwa kumnusuru Rutu kwa maombi yake. Sasa asingesindikiza?
Sema yapasayo. Kujua yapasayo. Asingesindikiza, Sodoma ingechoma na Lutu humo humo. Lutu alinusuliwa na Ibrahimu kusindikiza wageni. Kila level ya neema ina yapasayo yake. Kuzaliwa Isaka ni kunawisha maji na kutoa chakula. Kunusuru Lutu ni kusindikiza. Kila level ya neema ina yapasayo yake.